Ujambo rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theologist TV, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha kwenye vipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato moyo wa kanisa, vinapeperushwa kwenye Theologist TV. Tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025. Tunazungumzia upendo na haki ya Mungu, upendo na haki ya Mungu. Na leo tutakuwa na somo ambayo ni ya 12. Inazungumzia amri kuu mbili. Lakini katika somo hili ambalo lina 12, nataka tu pia nikukumbusha kwamba tuko karibia kumaliza robo ya kwanza. Hivi kuna baki somo la juma kesho tu, mara litakapomalizika tutakuwa tumeanza robo mpya. Na kuandaa sadaka yako ya Sabato ya 13 inayosaidia kazi ya utume katika maeneo mapya, na pia andaa pesa za lesoni, itakuwa ni kitu kizuri sana. Somo la leo Jumanne linazungumzia Mungu anapenda haki. Mungu anapenda haki. Maandiko yananena kwa uthabiti na kwa uwazi kwamba Mungu anapenda haki na anachukia dhambi kwa aina yake yote. Hakuna siku moja hata Mungu atafurahia dhambi. Anapenda mwenye dhambi, lakini dhambi anaichukia, na anasikitishwa sana na udhalimu unaoamsha hasira na haki kwa niaba ya wale wote ambao ni wahanga wa udhalimu. Katika Agano la Kale na Agano Jipya, Mungu daima huonyesha shauku kwa wale waliodhulumiwa, wale ambao wanatendewa isiyo haki na kukandamizwa, huku akionyesha hasira yake ya haki, in saint colère, dhidi ya waonevu na wakandamizaji. Anapoona mtu amekandamizwa, ameonelewa, ametendewa udhalimu isiyo haki, anakasirika kwa niaba ya yule mtu, anapambana kwa niaba ya yule mtu, akimpigania yule mhanga, yule mjane, yatima, yule ambaye ameonelewa kwa muda mrefu. Mungu anashimama kwa niaba yake. Nitakusihi kusoma kwenye Zaburi ya 82 na tuangalie Zaburi hii inaelezaje shauku la Mungu kwa ajili ya haki katika ulimwengu huu, na inaweza kumaanisha nini kwetu leo. Karibuni. Mpendwa, unaposoma hiyo Zaburi ni ndefu, ndio kidogo tu, lakini unapoisoma unaona kwamba ni kitu kizuri sana. Mungu nimeeleza kwamba anapenda haki, na mojawapo wa mifano iliyo wazi zaidi inapatikana katika hiyo Zaburi ya 82, kuonesha namna gani Mungu anapenda haki. Anapenda tuwatendee watu haki. Ni Zaburi ambayo Asaf anatuonyesha mwitikio wa Mungu kwa mtazamo wa waamuzi ambao walikuwa na jukumu la kutumia haki, lakini walitumia mamlaka yao kutenda isivyo haki. Ameeleza kwamba inaonekana kwamba waongozi wanaoongoza dunia, nyuma yao kuna miungu ya giza, na inawasukuma kutendea wengine isiyo haki. Sio wale tu, lakini hata kwetu sisi. Angalia namna gani unaishi na wale ambao unakaa nao, wale ambao unafanya nao kazi, umekuwa bosi wao na wanakuwa chini ya mamlaka yao. Unawatendea namna gani? Anachotaka Mungu ni kwamba tuwatendee haki. Tutumie mamlaka ambayo ametupatia kwa ajili ya kuwatendea haki, wala si kwa ajili ya kuwakandamiza wengine na kuwatendea isiyo haki. Waamuzi hawa walioitwa miungu kwa sababu ya nafasi yao ya uwajibikaji, walikuwa kitekeleza haki kwa ujumbe wa kimungu, kutetea udhalimu na kuendelea kuwapendelea waovu. Mungu anawaita hasa kuwatetea wanyonge na wahitaji, mkiwemo wajane, mayatima, wafungwa, wasiokuwa na sauti, wasiokuwa sijui na nguvu kwa aina hili ama nyingine. Anasema anatuita mimi na wewe kutenda yaliyo haki, kwa sababu anataka haki. Tusipofanya hivyo tutakufa kwa ajili ya udhalimu wetu. Na kilio hiki cha haki hakiwahusu tu wale ambao wana majukumu ya mahakama kama majuge wa magistrat ama wa president. Mungu anataka kila mmoja wetu atende haki mahali alipo. Na utasema, Mungu anataka nini kwangu? Nabii Hosea amesema kile anachokitaka Mungu. Kwenye kile kitabu kia Hosea 6:8 inasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Ila utenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Hili ndilo neno la Mungu.
Anachokitaka Mungu kwangu na kwako ni kutendea wengine haki na kuishi na kuenda na Bwana kwa unyenyekevu. Mpendwa, familia na makanisa yangeonekana vizuri zaidi ikiwa kila mtu angalifikiria kwa kitabu hiki ya Mika. Nasema Hosea, Mika sura yake ni ya 6:8. Mika 6:8. Na tukiwa na neno na lengo hili katika maisha yetu, hakika maisha yetu itakuwa mazuri na tutawatendea wengine yaliyo mema, tukiacha kuwakandamiza. Tuombe. Asante Yesu kwa sababu wewe unapenda haki. Tufunze pia kuwatendea wengine haki katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina. Usikose kusubscribe, kulike na kushare. Shairi ambalo ulizingatia katika moyo wako ni Mika 6:8. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako.